Sofia, naomba msaada wako. Nakuomba Sofia. Sofia, naomba unisaidie Sofia. Jamani, nafanyaje mzee? Vipi mwanangu? Jamani, naomba msaada wenu jamani. Jamani, nafanyaje? Meneja nisaidie mzee mwanangu. Mwanangu jamani. Nisaidie. Hapa na mimi tupeleke sehemu nzuri kwa ajili ya kumsaidia kupata msaada maana hapa naweza kupoteza maisha. Jeni. Naomba nisaidie. Sasa kabla hajafanya hivyo, unatakiwa kuna karatasi ya kusaini. Kweli kisaidi tawala. Utaona pesa mna. Kweli. Madaktari habarini? Salama. Kwa hiyo baada ya matibabu tunaanza leo. Kwa hiyo huu ndo mkataba. Kama ni hati. Nini madaktari kweli? Yeah. Hapo mbona kama nao ni hati ya nyumba. Si ama kabisa ya nyumba. Kwani mwanangu una shida gani? Ninaona vizuri. Yaani naona afu sio leo. Naona toka muda mrefu sana. Lakini nilikuwa nataka nijifunze. Ni kwa sababu gani unafanya? Naona. Sasa kwamba hawa hawajui kama mimi naona. Wanajua. Kweli nafikia hatua mpaka sasa hati ya nyumba unataka nao. Unafanya nini? Kwa sababu wewe nikwambie kitu. Mipango yako ya kwenda kwa waganga naijua. Na kuona kabisa unanipigia mahesabu kabisa kwamba niteketee. Makosa gani? Unaingiza wanaume ndani. Naona kile kijiba chako nimeona sana mara nyingi sana. Acha hiyo. Kaangu. Aulali hapa siku 3 siku 4. Umeenda huko mimi tokea nimekuwa kipofu sijawahi maskini. Hata sijui mdomo wako unano gani. Lakini angalia nyumba ni kubwa. Ndani ya muda mchache ambao nimepata matatizo. Nimegundua ni mtu ana namna gani. Ambapo mpaka mwisho wa siku umeona haitoshi tu ukinisababisha nikose furaha. Lakini pia unataka kuniteketeza. Kweli mwanamke mjingani kuvunja ndoa yake kwa mkono wake mwenyewe. Wewe hujivunja. Wewe unahesabu. Na unahesabu vizuri. Lakini mpango wako ulishajulikana. Mimi sina kinyongo na wewe. Kwa namna yoyote. Kile kitu pekee ambacho naweza nikakwambia nimekuruhusu uende kwa mwanamke wako. Kwa sababu ni vitu ambavyo umefanya ukiwa unajua na unakusudia, kwa hiyo unabudi kumfuata mtu ambaye umekuwa tayari kumsaliti mimi kwa sababu yake. Na mimi hapa nakupa talaka zako 3 zote kwa mara moja. Ukaende kufanya maisha. Na
hapa karibuni nafikiria nitaenda kununua Angel. Nashukuru sana Angel kwa sababu kipindi chote ambacho nimekuwa na matatizo umekuwa mstari wa mbele sana kunisaidia. Umenipikia, umenifuria, umekuwa na mimi bega kwa bega ukinifariji. Vitu ambavyo ulibidi nifanye mwanamke wangu na alishindwa. Mama, nimekusha kuelekeza kila kitu. Ndugu yangu Baria, sisi ni wanaume. Sawa sawa. Kuna vitu vingine ambavyo unaweza kuvifanya kwa sababu ya moyo, na kuna vitu vingine unaweza kuvifanya kwa sababu ya hisia. Haya mambo ni tofauti. Sehemu ambapo moyo unakutuma ndio unatumwa na akili kufanya hivyo. Ila sehemu ambayo hisia imekutuma pale huwa hamna akili. Hisia zinaweza kuzalisha akili zake wenyewe. Kwa hiyo huenda kuna kitu kitatokea, lakini acha tukipe muda. Sijui unalipi la kuongea mke wangu. Maana mpaka saa hizi hapa najisikia vibaya ninapokuwa nakuongea. Mimi nilikuwa naomba unisamehe kwa kile kitu ambacho nimekufanyia. Unajua nimefanya mengi sana ambayo hayakupendezi. Naomba unisamehe. Nimekutendea mengi mabaya na sio stahili kutendea binadamu, lakini mimi niliyafanya. Naomba unipe nafasi nyingine ya kurekebisha pale ambapo nimekosea. Najua nilikuwa binafsi sana. Nilijijali mimi kuliko hata kujali wewe. Naomba nisamehe. Wewe inuka binti, mwende kwenu. Hapa sio kwenu tena, mlango kwa wazi, twende. Mabegi yako hapa nishakutolea. Muache mwanangu binti, nishakuchoka, yeye mwenyewe kashakuchoka pia kwa tabia zako. Mlango mweupe. Twende. Nishapata mkuu mwingine, mimi njoo uende mlango ule pale kwa wazi. Tuanze tu. Nafasi yako ishaisha. Mume wangu. Twende, twende, hakuna mume wangu, bwana inuka tuondoke. Mume wangu nini? Mume wako ndio yuko. Twende sote, twende. Twende nango kwa binti, twende bwana. Twende bwana, hakuna mume wangu, twende. Leo nafasi ya kwangu na mimi. Bwana mama nini? Mama yako ya kijijini hapo. La bia. Karibu. Karibu. Saidie nini? Samahani. Namhitaji mwenye nyumba ambaye anaishi hapa. Watoto wawili. Naishi mimi na mume wangu ambaye ni Frank. Namzungumzia wewe Frank? Inawezekana kama ndo namba nitie. Kwani wewe ni nani? Mume wangu. Yes, nasikia kuna kelele. Kuna nini? Kuna mtu yuko hapa anakuulizia. Frank. Hichi ninachokiona ninaota au ni uhalisia?
Sio kama unaota. Ndio uhalisia. Unamwona huyu? Huyu ni mke wangu. Hakuwepo tu hapa katikati, tuligombana kidogo. Mke wangu, unaona huyu mwanamke? Huyu ndio sababu ya mimi na wewe kugombana. Ndio yule mwanamke niliyekwambia. Kumbe ndio huyo? Yes. Frank. Ina maana unataka kuniambia mimi na wewe tulikuwa tunapotezeana muda? Na hayo yote ambayo mimi nimefanya kwa mume wangu. Na isitoshe mimi kule nyumbani nimeshaondoka. Sofia. Kumbuka wewe Frank ndio chanzo cha mimi kumfanyia yote mume wangu. Mpaka nimemfanya amekuwa kipofu, yote ni kwa sababu yako. Wewe ni mwanamke mjinga sana. Mwanamke mpumbavu. Wanakuambia mwanamke mpumbavu ataivunja ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe. Nisikize Sofia. Kifupi mimi siwezi kuwa na wewe. Sikupendi. Mimi nampenda mke wangu. Sofia, siwezi kuwa na wewe. Wewe mwanamke ni katili sana. Kama umeweza kumfanyia unyama ulimfanyia mume wako wa ndoa, je kwangu mimi? Yaani wewe niruhusu niwe na mwanamke kama wewe? Angalia mwanamke wangu. Huyu ndio ninayempenda mimi. Kitu kimoja nataka ujue Sofia, sikuja kwako kwa sababu nakupenda. Nilikuja kwako kwa sababu nahitaji pesa tu. Na kama ungekuwa mjinga kwa zile nyumba, ningeondoka na pesa. Si kitu kingine. Mbona umekuwa mnyama kiasi hicho? Sikutegemea kama leo ungekuja kuongea maneno hayo. Tafuta njia nyingine mama. Yote unayafanya kwa sababu liko kwenye lisa hivi. Mimi nadhani nampigia. Au kwa sababu unajua kwamba sina pa kwenda. Rudi kwa mmeo. Nadhani nampigia mbuzi gitaa mke wangu. Nadhani umeelewa kila kitu. Ni vizuri ungeondoka. Yes. Na usidiriki kurudi tena hapa. Sawa Frank. Asante kwa kila kitu. Asante pia. Nikutakie kila la heri. Kwako pia mama. Take pressure na vitu vya ajabu. Yeah, baby. Mama.